Majina naitwa Salum Mboga, ni mratibu wa vyakula na vipodozi halmashauri ya manispaa ya Songea. Leo hii tulikuwa na kikao cha kamati ya chakula, dawa na vipodozi cha robo. Moja ya ajenda ambayo tulizungumzia katika hicho kikao kwa upande wa TBS, tunataka wafanyabiashara wote wasajili majengo yao, tukimaanisha wafanyabiashara wote ambao wanauza vyakula pamoja na vipodozi waone umuhimu wa kusajili majengo yao kwa hiari. Kwa hiyo sisi kama idara ya afya kupitia kitengo cha afya kinga, maafisa afya, tumejipanga kuendelea kutoa elimu ya afya kwa wafanyabiashara ili kuliona ili zoezi liwe ni zoezi la hiari na lina umuhimu kuwa na kibali cha usajili wa TBS na kuhakikisha vile kukagua bidhaa zao mara kwa mara pindi wanapoenda kuzinunua katika maduka ya jumla. Hapa na kuzungumzia maduka ya biashara ya rejareja. Na vile rai yangu kwa wakazi wote wa manispaa ya Songea kuhakikisha kwamba wanapoenda madukani kununua vyakula waangalie muda wa kutengenezewa matumizi wa hiyo bidhaa ambayo yananunua, aidha ikiwa ni chakula au ikiwa ni vipodozi. Kwa kipindi hiki cha Oktoba Desemba tumefanikiwa kukagua jumla ya majengo 590. Hayo ni majengo ya vyakula pamoja na vipodozi. Kati ya majengo hayo tumefanikiwa kusajili majengo 101 ya vipodozi na pamoja na ya chakula, na tunaendelea kufanya usajili wa majengo kwa kupita kila kata kubaini yale majengo ambayo yanayotakiwa kusajiliwa na kuhakikisha kwamba yanasajiliwa kwa mujibu wa sheria na kulipia kibali. Vile idara ya afya kinga kupitia kitengo cha maafisa afya tumejipanga kuendelea na operation kwenye sehemu zote wanazosambazia vyakula pamoja wanapouzia vyakula, kukagua mazingira yao, kuhakikisha mazingira yao safi na salama. Rai yangu kwa waandaaji wa vyakula wose, babalishe na mamalishe, wahakikishe wanaandaa vyakula vyao katika mazingira ambayo safi na salama, kuhakikisha wanafuata taratibu na kanuni zote za afya, kuhakikisha kila mfanyabiashara ambaye anaandaa na kuuza chakula chake amepimwa afya yake, amevaa sare, kuacha kutiririsha maji machafu na kuhakikisha ana chombo cha taka. Vile asisahau kuwa na maji tiririka ambayo ni ya moto na sabuni ikiwemo muda wote, na kuhakikisha anahifadhia vyombo vyake vya kuandalia vyakula kwenye mazingira safi na salama. Kikao cha kamati ya chakula na dawa ya halmashauri kwa kujadili taarifa za robo ya pili, yani Oktoba Desemba. Kikao kimemalizika, lakini kuna taarifa ambazo zimewasilishwa kwenye ukaguzi wa majengo na ukaguzi wa maduka ya madawa. Tumeona kwamba watu wamekaguliwa na faini zimetozwa, lakini tumemwagiza mkuu wa idara ya afya pamoja na timu yake waongeze kasi ya kukagua, kwa sababu hapa ni manispaa, huwezi kulinganisha na halmashauri ambazo zipo pembeni. Maana shughuli ni nyingi, wavunja sheria ni wengi, kwa hiyo wafanye ukaguzi wa mara kwa mara kwenye mama ntilie, maduka ya watu wanaouza chakula. Kila mtu afuate taratibu kwamba mama ntilie ajue kabisa kwamba haruhusi kuanza biashara bila kupima afya na vitu vingine, kuwa na uniform. Kwa hiyo ukifuatilia utakuta mapungufu ni mengi sana. Kwa hiyo tumewataka timu zao ziwe zinafanya kazi kwa nguvu na kwa ukali ili kuhakikisha kwamba kila mtu anafuata taratibu. Lakini pamoja na hayo tumewaagiza pia wawe wanatoa elimu kwa kupitia PA, kuandika matangazo na kuyapeleka kwenye maeneo ya misikiti na makanisa ili watu waweze kusomewa kwamba labda mama ntilie kabla ya kuanza biashara nini anatakiwa kufuata, majengo ya biashara yanayotakiwa kusajiliwa yanatakiwa yaweje, ili watu wajue, kwa sababu vitu vingi vimekuwa ni vitu vipya. Kwa hiyo watu wanatakiwa waelimishwe waweze kujua taratibu za kufuata. Kaa vizuri Kwenye kikao cha kamati ya chakula na dawa ya halmashauri kwa kujadili taarifa za robo ya pili, yani Oktoba Desemba. Kikao kimemalizika, lakini kuna taarifa ambazo zimewasilishwa kwenye ukaguzi wa majengo na ukaguzi wa maduka ya madawa. Tumeona kwamba watu wamekaguliwa na faini zimetozwa, lakini tumemwagiza
mkuu wa idara ya afya pamoja na timu yake waongeze kasi ya kukagua, kwa sababu hapa ni manispaa, huwezi kulinganisha na halmashauri ambazo ziko pembeni. Maanake shughuli ni nyingi, wavunja sheria ni wengi, kwa hiyo wafanye ukaguzi wa mara kwa mara kwenye mama ntilie, maduka ya watu wanaouza chakula. Kila mtu afuate taratibu, kwamba mama ntilie ajue kabisa kwamba haruhusi kuanza biashara bila kupima afya na vitu vingine, kuwa na uniform. Kwa hiyo ukifuatilia utakuta mapungufu ni mengi sana. Kwa hiyo tumewataka timu zao ziwe zinafanya kazi kwa nguvu na kwa ukali, ili kuhakikisha kwamba kila mtu anafuata taratibu. Lakini pamoja na hayo, tumewaagiza pia wawe wanatoa elimu kwa kupitia PA, kuandika matangazo na kuyapeleka kwenye maeneo ya misikiti na makanisa, ili watu waweze kusomewa kwamba labda mama ntilie kabla ya kuanza biashara nini anatakiwa kufuata, majengo ya biashara yanayotakiwa kusajiliwa yanatakiwa yaweje, ili watu wajue, kwa sababu vitu vingi vimekuwa ni vitu vipya. Kwa hiyo watu wanatakiwa waelimishwe, waweze kujua taratibu za kufuata. Kwa hiyo ni haya ambayo tumeyajadili, na naamini kwenye robo ya tatu inayokuja taarifa zake zitakuwa zimebadilika na tutaona mabadiliko makubwa kwa upande wa kamati.